Ndugu zangu wapendwa, ninachukua nafasi hii kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ni mtume Joseph Julius Goriama. Ndugu zangu wapendwa, nachukua nafasi hii kuwaletea ujumbe ambao una kichwa cha habari kinachosema mjue adui halisi wa ustawi, mafanikio, maisha bora na maendeleo ya wanadamu. Mjue adui halisi wa ustawi, mafanikio, maisha bora na maendeleo endelevu ya wanadamu. Ndugu zangu wapendwa, naomba nisimamie andiko katika kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 12, maana ambako Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nitarudia. Waefeso 6 mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa andiko hili ni wazi vita ambavyo Wakristo tunapaswa kushindana sio dhidi ya wanadamu wenzetu, sio dhidi ya wanadamu wenzetu wenye damu na nyama, bali kushindana kwetu sisi tunapaswa kushindana na wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, juu ya falme, juu ya mamlaka, lakini si juu ya damu na nyama. Andiko hili ninaomba lituelekeze kwenye jukumu langu nililopewa na Mungu la kumtambulisha kwa Watanzania, la kumtambulisha kwa wanadamu adui halisi wa ustawi wao, wa mafanikio yao, wa maisha yao bora na ya maendeleo yao endelevu. Na nitaanza kumtambulisha adui huyu kwa kueleza mambo yafuatayo. Ndugu zangu wa Tanzania, mahitaji makuu ya Watanzania wote bara na visiwani yanajulikana. Watanzania wote, mahitaji yetu makuu yamegawanyika katika maeneo manne. Kila Mtanzania anahitaji ustawi. Kila Mtanzania anahitaji mafanikio. Kila Mtanzania anahitaji maisha bora. Kila Mtanzania anahitaji maendeleo endelevu. Sasa ninaposema kila Mtanzania, ndugu zangu, sisi Watanzania ni nani? Watanzania ni watu au ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taifa lililoundwa tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964. Kwa hiyo raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio wanaoitwa Watanzania. Sasa Watanzania, tupo Watanzania wa bara na visiwani. Tupo Watanzania tunaotoka makabila mbalimbali. Watanzania tunatoka dini mbalimbali. Kuna Waislamu, kuna Wakristo, kuna Wabuddhism, kuna Wahinduism humu na dini zingine za asili. Watanzania tunatoka vyama mbalimbali vya siasa. Kuna Chama cha Mapinduzi, kuna Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuna Chama cha ACT Wazalendo, kuna Chama cha NRA, kuna Chama cha UDP, kuna Chama cha CUF, kuna Chama cha Chauma. Watanzania tunatoka vyama mbalimbali vya siasa. Lakini Watanzania sisi
tunatoka koo mbalimbali, kila mtu ana ukoo wake. Lakini Watanzania tunatoka rika mbalimbali, kuna watoto, kuna vijana, kuna wazee. Watanzania tunatoka jinsia mbalimbali, wanawake kwa wanaume. Pamoja na haya, Watanzania tunatoka maeneo mbalimbali ya utawala, Watanzania wa mikoa mbalimbali. Pamoja na maeneo mbalimbali ya utawala, Watanzania tunatoka maeneo mbalimbali ya maisha. Na ninaposema Watanzania tunatoka maeneo mbalimbali ya maisha, ninamaanisha Watanzania tunatoka ndoa mbalimbali, tunatoka familia mbalimbali, tunatoka koo mbalimbali, tunatoka makabila mbalimbali, tunatoka vyama mbalimbali vya siasa, tunatoka serikali mbalimbali, mabunge mbalimbali, tunatoka Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, tunatoka maeneo mbalimbali ya maisha. Tunatoka taasisi mbalimbali, mashirika mbalimbali, makampuni mbalimbali, viwanda mbalimbali, jamii mbalimbali, jumuiya mbalimbali. Watanzania tunatoka shule mbalimbali, vyuo mbalimbali, rika mbalimbali, jinsia mbalimbali. Watanzania tunatoka dini mbalimbali, madhehebu mbalimbali, huduma mbalimbali, vikundi mbalimbali, klabu mbalimbali za michezo. Kwa hiyo Watanzania kimsingi tunatoka maeneo mbalimbali ya maisha, lakini wote tunaunganishwa na mahitaji yanayofanana. Watanzania wote tunahitaji ustawi katika maeneo yetu, tunahitaji mafanikio katika maisha yetu, tunahitaji maisha bora katika maeneo yetu, tunahitaji maendeleo endelevu katika maeneo yote niliyoyataja. Ndugu zangu wapendwa, pamoja na ukweli kwamba tunahitaji ustawi, mafanikio, maendeleo endelevu na maisha bora, lakini kwa uhalisia Watanzania wote tunapitia katika kipindi kigumu cha maisha. Hali ya sasa ya maisha ya Watanzania ni ya umaskini, ni ya madeni, ni ya magonjwa, ni ya unyonyaji, ujinga, mateso, shida, mahangaiko, dhiki, migogoro isiyoisha, uuaji, utekaji, uovu, mambo yasiyo ya haki, pamoja na utengano katika ndoa, katika familia, katika vyama, utengano unaosababisha watu wasiwe na amani katika mioyo yao. Ndugu zangu wa Tanzania, kumbuka mahitaji makuu ya Watanzania ambao ni ustawi, mafanikio, maisha bora, maendeleo endelevu ndiyo yanayoweza kutuhakikishia Watanzania wote amani na utulivu, furaha, upendo, haki, matumaini na kesho njema kwa ajili yetu na watoto wetu. Ndugu zangu wapendwa, pamoja na hali halisi ya maisha ya Watanzania ya umaskini, madeni, magonjwa na dhiki, shida na kila lundiko la matatizo, tumekuwa tukijiuliza kwa nini tunapitia haya maisha tunayoyapitia. Ninakumbuka miaka ile ya nyuma, baba yetu, kiongozi wetu Jakaya Mlisho Kikwete alizunguka nchi nzima akiwaahidi Watanzania na kusema maisha bora kwa kila Mtanzania. Lakini mpaka anaondoka madarakani, Watanzania wengi hatukupata maisha bora. Kwa nini juhudi kubwa zimekuwa zikifanya na marais wetu wapendwa za kuleta ustawi, mafanikio, maisha bora na maendeleo endelevu, kwa nini juhudi hizo hazifikiwi? Leo ninataka kuchukua nafasi hii kumtambulisha adui halisi wa ustawi, maendeleo, maisha bora na mafanikio ya Watanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, kama hatutajua adui halisi anayetuzuia kupata ustawi, maendeleo, maisha bora na mafanikio, ni rahisi sana kila mmoja kumuona Mtanzania mwenzake kwamba ndiye adui yake wa ustawi, maendeleo, maisha bora na mafanikio. Kama hatutamjua adui yetu
anayetuzuia kupata ustawi, maendeleo, maisha bora na mafanikio. Ni rais wapiga lamri kuendelea kutuchonganisha. Wako wa Tanzania kutokana na maisha ya umaskini, maisha ya mateso, magonjwa na mahangaiko, wanapokwenda kwa waganga wa kienyeji, wanaambiwa shangazi yako ndiye amekuloga, bibi yako ndio mbaya wako, jirani yako ndio mbaya wako. Kwa hiyo Watanzania wengi wanawachukulia Watanzania wenzao kama maadui wa ustawi wao, maendeleo yao, maisha bora na mafanikio yao. Lakini leo nataka nikutambulishe adui harisi anayetuzuia Watanzania kupata ustawi mkubwa, kupata maendeleo makubwa, kupata mafanikio makubwa na kupata maisha bora makubwa. Ndugu yangu unayenisikiliza, mara zote watu wanapotafuta sababu inayowazuia kustawi, kupata maendeleo, kupata maisha bora na mafanikio, huwa wanashingiziana. Ninakumbuka miaka fulani wakati nasoma shule ya msingi, kwenye darasa letu kulikuwa na mwanafunzi mwizi, alikuwa anawaibia wengine mikebe. Huyu mwanafunzi mwizi, wakati sisi tuko kwenye paredi mstalini, yeye alikuwa anatembea madarasani anawaibia wanafunzi wenzake. Kwa bahati mbaya hatukumjua. Sasa kwa sababu hatukumjua mwizi wetu, darasani wanafunzi walikuwa wanasingiziana. Kila mmoja anamnyoshea mwenzake kidole fulani. Kwa hiyo ndani ya darasa la watu kama 50 na zaidi, kukatokea makundi. Kila kundi linanyoshea kundi lingine kwamba lile kundi ndio wezi, wale ndio wezi wanaozuia sisi kustawi, kupata maendeleo, kupata maisha bora, kupata mafanikio ndani ya darasa. Ndani ya darasa letu tuligawanyika. Tulikuwa hatupendani, tulikuwa hatuaminiani, kwa sababu kulikuwa kuna mwizi, kulikuwa kuna adui ambaye wote tulikuwa hatumjui. Adui akafanikiwa kututenganisha. Adui akafanikiwa kuangamiza ushirikiano wa upendo. Adui akafanikiwa kuharibu mawasiliano ya kuaminiana. Ndugu zangu wapendwa, tuliweka mtego. Katika ule mtego tulimkamata mwizi, akatuonyesha kila alichokiiba. Ninakumbuka vizuri, na alipata adhabu stahiki. Adui yule mwizi alipokamatwa, niliona darasani siku ile watu wakiombana msamaha. Bwana, naomba unisamehe kwa sababu nilikuwazia wewe ndio mwizi, kwa sababu nilikutazamia mabaya, kwa sababu nilifikiri wewe ndio mwizi, nilikunenea maneno mabaya. Watu walikuwa wanasengenyana, wananungunikiana. Kwa nini? Hatukujua mwizi. Ndugu zangu wa Tanzania, hali ile ambayo miaka zaidi ya 20 ilitukuta darasani, ndiyo taifa letu linavyopitia hivi sasa. Ndugu zangu wapendwa, leo hii wa Tanzania ndani ya ndoa, mke na mume wananyoshiana vidole kwamba hatupati ustawi, maendeleo, maisha bora, mafanikio kwa sababu mume wangu ni mlevi, anafanya hivi, anafanya hivi. Na wanaume wanawalalamikia wanawake, watoto wanawalalamikia wazazi, wazazi wanawalalamikia watoto. Kwenye siasa hivyo hivyo, watu wananyoshiana vidole na kulaumiana. Ndani ya taifa letu hivi sasa, kila mmoja anamnyoshea kidole mtu mwingine na kumuona mtu huyo kuwa ndio adui wa ustawi wake, maendeleo yake, maisha bora na mafanikio. Tumefika mahala kundi moja la Watanzania linaona kundi lingine ndio adui wa ustawi wa hilo kundi, adui wa maendeleo ya hilo kundi, adui wa mafanikio wa hilo kundi, adui wa maendeleo endelevu wa hilo kundi. Ndugu zangu wa Tanzania, adui yetu ni nani? Watanzania tusipofanikiwa kumjua adui anayetutenganisha, adui anayetuangamizia ushirikiano wa upendo, tusipomjua adui anayetuharibia mawasiliano ya kuaminiana, taifa letu linakwenda kubaya. Taifa letu linakwenda kubaya. Mungu akitusaidia,
tukamfahamu adui yetu anayetutenganisha, anayetuangamizia ushirikiano wa upendo, kupendana, kuthaminiana kama taifa, tusipofanikiwa kumpata adui anayetuharibia mawasiliano yetu ya kuaminiana, adui anayetuharibia mawasiliano na kutufanya baadhi wajione wana haki kuliko Watanzania wengine, tusipomjua adui, taifa letu litakwenda kwenye vurugu, litakwenda kwenye machafuko, litakwenda kwenye fujo, litakwenda kwenye migogoro isiyokwisha, litakwenda kwenye huzuni, kwenye mauaji. Taifa letu litawaachia maadui wa nje kuingia ndani ya nchi hii. Wapendwa, tutaharibu taifa letu. Ndugu zangu wapendwa, adui wa ustawi, mafanikio, maisha bora na maendeleo endelevu ya Watanzania ni nani? Ndugu zangu wapendwa, adui yetu wa ustawi, maendeleo na maisha bora ya Watanzania anaitwa mmomonyoko wa maadili. Anaitwa mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili ni nini? Mmomonyoko wa maadili ni kujengeka kwa tabia mbaya katika maisha ya Watanzania. Mmomonyoko wa maadili ni kujengeka kwa mfumo mbaya katika maisha ya Watanzania. Mmomonyoko wa maadili ni kujengeka kwa tabia mbaya katika maisha ya Watanzania. Tabia mbaya zipi? Tabia mbaya zipi? Maanake tumekwisha kusema Watanzania tunatoka makundi mbalimbali. Tumekwisha kusema Watanzania tunatoka rika, jinsia, makabila mbalimbali, dini mbalimbali. Sasa mmomonyoko wa maadili ni nini? Ndugu zangu wapendwa, mmomonyoko wa maadili ni kujengeka kwa tabia mbaya zifuatazo. Moja, tabia ya Watanzania kuwaziana mawazo mabaya sisi kwa sisi. Kuwaziana mawazo mabaya. Mbili, kutazamiana mabaya sisi kwa sisi. Tatu, kuneneana maneno mabaya yasiyo ya amani, yasiyo ya kupeana matumaini sisi kwa sisi. Nne, kutendeana matendo mabaya ya uovu. Tano, tabia ya kuonyeshana muonekano mbaya au kuonana kwa jicho baya. Sita, tabia ya kuhusiana kwa mahusiano mabaya. Saba, tabia ya kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki. Nane, tabia ya kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Hizi tabia ambazo nimeziita mmomonyoko wa maadili ndio adui wa amani ya taifa letu, ndio adui wa umoja wa taifa letu, ndio adui wa mawasiliano ya kuaminiana ya taifa letu. Ndugu zangu wapendwa, tabia hizi za kuwaziana mabaya, za kutazamiana mabaya, za kuneneana maneno mabaya, za kutendeana matendo mabaya, za kuonana kwa jicho baya, tabia hizi za kuhusiana kwa mahusiano mabaya, tabia hizi za kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki imesambaratisha ndoa nyingi za Watanzania. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya mmomonyoko huu wa maadili. Wazazi na watoto wamesambaratika kwa sababu ya mmomonyoko huu wa maadili. Leo hii makanisa mengi, huduma nyingi zimesambaratika kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili. Ndugu zangu, tabia za kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki imesambaratisha vyama vingi vya siasa. Vyama vingi havina sauti moja, havina mwelekeo mmoja, havina maisha, havina nguvu, wala havina mamlaka ya utendaji kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili. Ndugu zangu, mmomonyoko wa maadili unapoingia ndani ya eneo, unanyang'anya sauti ya eneo hilo, unanyang'anya mwelekeo wa hilo eneo, unanyang'anya uzima, uhai, maisha ya eneo hilo, unanyang'anya nguvu ya eneo hilo, na unanyang'anya mamlaka ya utendaji ya eneo hilo.
Utashangaa mahali ambako mmomonyoko wa maadili upo, watu hawana sauti moja, watu hawana mwelekeo mmoja, watu hawana amani wao kwa wao, watu hawapendani, watu hawaaminiani. Tatizo la Watanzania sio Mtanzania yeyote, sio kiongozi yeyote, sio chama chochote cha siasa, sio taasisi yoyote, sio shirika lolote, sio kampuni yoyote. Tatizo la Tanzania sio ndoa yoyote, wala sio familia yoyote, wala sio ukoo wowote, wala sio kabila lolote, wala sio dini yoyote, wala sio dhehebu lolote lile, wala sio huduma yoyote ile. Tatizo la Tanzania sio mtumishi yoyote yule wa Mungu, wala sio jamii yoyote ile, wala sio jumuiya yoyote ile, wala sio shule, wala chuo chochote kile. Tatizo la Watanzania ni mmomonyoko wa maadili. Ni mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili umeachiwa nafasi, umetugawa Watanzania. Leo hii mmomonyoko wa maadili umetugawa Watanzania kwa misingi ya vyama vya siasa. Umetugawa Watanzania kwa misingi ya dini. Umetugawa Watanzania kwa misingi ya ukanda. Mmomonyoko wa maadili umetugawa Watanzania na kufanya leo hatuna amani sisi kwa sisi, hatupendani wala hatuaminiani. Ndugu zangu wapendwa, katika moja ya huduma niliyopewa na Mungu duniani, aliniambia Mungu, nenda kamtambulishe kwa wanadamu adui halisi wa ustawi wao, wa maendeleo yao, wa maisha yao bora, wa mafanikio yao. Kwa ninachokifanya nimetumwa na Mungu kukifanya, kumtambulisha adui. Kama unamuona Mtanzania mwenzako ni adui, unakosea. Unakosea. Kama unaona kiongozi fulani ni adui wa ustawi wako, maendeleo yako, maisha bora na mafanikio, unakosea. Adui wa ustawi wetu, maendeleo yetu, maisha yetu bora na mafanikio ni mmomonyoko wa maadili. Hata huyo unayefikiria ni adui, anayezuia wewe kustawi na kupata maendeleo, akiondoka, kama wewe unayetaka kuingia pale, kama wewe mwenyewe umetekwa nyara na mmomonyoko wa maadili na unautumikia mmomonyoko wa maadili, yatakuwa ni yale yale. Watanzania tunayo fursa ya kuunganishwa na huyu adui anayeitwa mmomonyoko wa maadili. Watanzania tuungane kupambana na mmomonyoko wa maadili. Tupambane na tabia za kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Kama Watanzania tutaungana kupambana na mmomonyoko wa maadili ndani ya taifa letu, amani katikati yetu itarudi, kupendana katikati yetu kutarudi, na kuaminiana katikati yetu kutarudi. Tunahitaji kiongozi atusimamie kupambana na mmomonyoko wa maadili ndani ya ndoa zetu, ndani ya familia, ndani ya ukoo, ndani ya kabila, ndani ya serikali, ndani ya bunge, ndani ya mahakama, ndani ya chama cha siasa, ndani ya taasisi, shirika, kampuni, kiwanda, ndani ya jamii na jumuiya, ndani ya rika na jinsia, ndani ya shule na chuo, ndani ya dini, ndani ya dhehebu, ndani ya huduma, kila mahala. Tunahitaji kiongozi atusimamie kupambana na mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili ni adui ambaye akiingia mahali anawagawanya watu, anawatenganisha watu. Watu wanakuwa hawapendani, wanakuwa hawaaminiani. Hakuna kitu kibaya. Mmomonyoko wa maadili unapoingia mahala, unatafuta kigezo cha kuwatenganisha watu. Watu wanaanza kujikuta wanawaziana mabaya kwa sababu ya dini zao, wanatazamiana mabaya kwa sababu ya dini zao, wananeneana mabaya kwa sababu ya dini, wanatendeana mabaya kwa sababu ya dini, wanaonana kwa jicho baya kwa sababu ya dini, wanahusiana vibaya kwa sababu ya dini, wanafanyana maamuzi yasiyo ya haki kwa sababu ya dini, wanasimamiana kwa misimamo isiyo ya haki kwa sababu ya dini. Mmomonyoko wa maadili ni adui namba moja wa ustawi na maendeleo ya taifa letu.
Mmomonyoko wa maadili ni janga la taifa letu. Ndugu zangu wapendwa, mmomonyoko wa maadili ukipewa nafasi ukaingia ndani ya taifa, unawatenganisha watu kwa misingi ya vyama vya siasa. Watu wataanza kuwaziana mabaya kwa sababu ya vyama wanavyotoka. Wataanza kutazamiana mabaya kwa sababu ya vyama vya siasa. Wataanza kuneniana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa uhusiano mbaya, kufanyana maamuzi na misimamo isiyo haki. Kwa nini? Kwa sababu ya vyama vya siasa, kwa sababu wanatoka vyama tofauti. Lakini mmomonyoko wa maadili unapoingia, unaweza kukuta ni mume na mke, kwa sababu ya jinsia zao wanaanza kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya. Wataanza kufanyana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Kwa nini? Kwa sababu ya jinsia zao. Ni hatari. Mmomonyoko wa maadili ndani ya familia, unakuta pale pana wazazi na watoto, kwa sababu hawa ni wazazi na kwa sababu hawa ni watoto, wanaanza kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, kufanyiana maamuzi na misimamo isiyo ya haki. Familia nyingi zimesambaratika. Mmomonyoko wa maadili unaweza ukaingia ndani ya taifa, ukakuta serikali na wananchi, kwa sababu hawa wako serikalini, hawa ni wananchi. Hizi pande mbili zikaanza kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana maneno mabaya, kutendeana matendo mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Mmomonyoko wa maadili unapoingia ndani ya taifa, lengo lake ni kufukuza ustawi mkubwa ndani ya hilo taifa, ni kufukuza mafanikio makubwa ndani ya hilo taifa, ni kufukuza maisha bora ndani ya hilo taifa, ni kufukuza maendeleo makubwa endelevu ndani ya hilo taifa. Watanzania, shtukeni. Mungu amenituma niwaambie Watanzania haraka sana, rudini kuungana. Mmomonyoko wa maadili unataka kusambaratisha taifa lenu. Mmomonyoko wa maadili ndiye adui namba moja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu yangu unayenisikiliza, adui yako sio ndoa fulani, sio familia fulani, sio ukoo fulani. Adui yako sio chama fulani cha siasa. Adui yako sio dini fulani. Unajidanganya tu. Adui yako ni kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya. Ndio maana haustawi, ndio maana hauendelei, ndio maana upate maisha bora wala mafanikio, kwa sababu tumemkumbatia mmomonyoko wa maadili. Tumekumbatia tabia ambazo hazitusaidii kwenda mbele. Mmomonyoko wa maadili siku zote lengo lake ni kufanya taifa lipoteze sauti yake, lipoteze mwelekeo wake, ligawanyike, lipoteze nguvu yake na lipoteze mamlaka yake ya utendaji. Ndugu zangu wa Tanzania, mbele yetu tunaye adui ambaye ni mmomonyoko wa maadili. Adui wa Watanzania sio serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Adui wa Watanzania sio Samia Suluhu Hassan. Adui wa Watanzania sio chama cha siasa, wala sio Chama cha Mapinduzi, wala sio Chadema. Adui wa Watanzania sio watu wa kanda fulani, sio watu wa visiwani wala watu wa bara. Adui wa Watanzania sio watu wa dini fulani, wala sio watu wa dhehebu fulani, wala sio kiongozi fulani. Adui wa Watanzania ni mmomonyoko wa maadili. Mimi ninakumbuka juhudi alizokuwa nazo rais wa awamu ya 4. Nilikuwa najitambua wakati ule. Rais wa awamu ya 4, baba yetu, ndugu yetu Jakaya Mrisho Kikwete, alitembea nchi nzima akiwaahidi Watanzania maisha bora kwa kila Mtanzania. Tunaona John Pombe Joseph Magufuli, rais wetu wa awamu ya 5, alihangaika, baba wa watu. Benjamin Mkapa alihangaika, Mwalimu Nyerere. Tumeona marais wakihangaika kwa ajili ya mustakabali wa nchi hii. Nini kinachowazuia marais wetu hawa ambao pengine hawalali hata usingizi kwa ajili ya taifa letu? Nini kinawazuia kuwafikishia Watanzania ustawi mkubwa, mafanikio makubwa, maisha bora na maendeleo makubwa endelevu? Ni nini? Mmomonyoko wa maadili. Wewe unayenisikiliza, naomba nikuulize,
Unawezaje kuwapa ustawi, mafanikio, maisha bora na maendeleo endelevu watu wanaowaziana mabaya wao kwa wao, wanaotazamiana mabaya, wanaoneneana mabaya, wanaotendeana mabaya, wanaoonana kwa jicho baya, wanaohusiana kwa mahusiano mabaya, wanaofanyana maamuzi na misimamo ya kudharauliana, kukataana, kubaguana, kisasi na mambo kama hayo? Wewe unayenisikiliza, chukulia wewe ni rais. Unawezaje kuwapa watu ustawi, maendeleo, maisha bora na mafanikio watu wanaokuwazia mawazo mabaya, wanaokutazamia mabaya, wanaokunenea maneno mabaya, wanaokutendea matendo mabaya, wanaokuona kwa jicho baya, wanaohusiana na wewe kwa mahusiano mabaya, wanaokufanyia maamuzi yasiyo ya haki na kukusimamia kwa misimamo ya kukudharau, kukataa, kukuhukumu, kukubagua? Unawezaje kuwasaidia kupata ustawi na maendeleo? Wapendwa wa Tanzania wenzangu, adui mkubwa halisi wa ustawi wetu, maendeleo yetu, mafanikio yetu na maisha yetu bora ni mmomonyoko wa maadili. Kama hatutabadilika kwenye eneo la mmomonyoko wa maadili, hata ije serikali kutoka mbinguni ya malaika, maisha yetu wa Tanzania hayatabadilika. Kubadilika kwa maisha yetu wa Tanzania kutatokana na kubadilika tabia, kutatokana na kubadilika mfumo wa maisha yetu, kutatokana na kubadilika utaratibu wa maisha yetu. Mungu anatuita wa Tanzania tuingie kwenye maisha mapya, maisha ya kuwaziana mawazo mema, ya kutazamiana mema, ya kuneneana maneno ya amani na kupeana matumaini, ya kutendeana matendo ya upendo, ya kuonana kwa jicho la upendo, ya kuhusiana kwa mahusiano ya upendo, ya kufanyiana maamuzi ya haki na kusimamiana kwa misimamo ya haki. Mungu anatuita wa Tanzania tuweze kuingia katika mwanzo mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu anataka tutoke kwenye maisha ya sasa ambayo wa Tanzania tunaishi. Maisha ya sasa ni maisha ya Misri, ni maisha ya utumwani, maisha ya kuwaziana mabaya sisi kwa sisi, maisha ya kutazamiana mabaya, ya kuneneana mabaya, ya kutendeana mabaya, ya kuonana kwa jicho baya, ya kuhusiana kwa mahusiano mabaya, maisha ya kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki. Maisha hayo ni ya Misri. Mungu anataka turudi Kanaani. Anataka tuungane. Anataka tupatane wa Tanzania. Anataka tukubaliane wa Tanzania kuacha maisha ya sasa tunayoishi. Anataka tukubaliane, tuungane, tupatane kuingia katika maisha mapya, maisha ya kuwaziana mawazo mema, maisha ya kutazamiana mema, maisha ya kuneneana maneno ya amani na kupeana matumaini, maisha ya kutendeana matendo ya upendo, maisha ya kuonana kwa jicho la upendo, maisha ya kuhusiana kwa mahusiano ya upendo, maisha ya kufanyiana maamuzi ya haki, maisha ya kusimamiana kwa misimamo ya haki. Mungu ananyosha mikono yake kwa Watanzania. Anawaambia Watanzania, njooni nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kama Watanzania tunataka pumziko, lazima tupokee maadili mema yaweze kuwa maisha yetu ya kila siku, iwe ndani ya ndoa, ndani ya familia, ndani ya ukoo, ndani ya kabila. Kuwaziana mawazo mema, kutazamiana mema, kuneneana maneno ya amani na kupeana matumaini, kutendeana matendo ya upendo, kuonana kwa jicho la upendo, kuhusiana kwa upendo, kufanyana maamuzi ya haki na kusimamiana kwa misimamo ya haki. Kunapaswa kuwe maisha ya kawaida ya Mtanzania kwa Mtanzania, ya ndoa, ya familia, ya ukoo, ya kabila, ya serikali, ya bunge, ya mahakama, ya taifa kwa ujumla, ya dini, ya dhehebu, ya huduma, ya kikundi, ya mradi, ya taasisi, shirika, kampuni, jamii, jumuiya, rika, shule, rika, jinsia, shule, chuo, klabu za michezo, kila mahala. Mungu anataka maisha yetu wa Tanzania yawe ya kuwaziana mema, yawe ya kutazamiana mema, yawe ya kunenena maneno ya amani na kupeana matumaini, yawe ya kutendeana matendo ya upendo, yawe ya kuonana kwa jicho la upendo, yawe ya kuhusiana kwa mahusiano ya upendo, yawe ya kufanyana maamuzi ya haki, yawe ya kusimamiana kwa misimamo ya haki. Mungu anataka Watanzania tupatane, tukubaliane, tuafikiane kuingia kwenye maisha mapya.
kama Watanzania tutakubaliana kuingia kwenye maisha mapya kama Mungu asemavyo, ndugu zangu, taifa letu litarudi kuwa na sauti yake moja, litarudi kuwa na mwelekeo wake mmoja, litarudi kuwa na uzima na amani na utulivu, litarudi kuwa na nguvu moja ya upendo, na litarudi kuwa na mamlaka moja ya haki. Kila mmoja atajiona na haki kwenye mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, ni maombi yangu Watanzania tuelewe madhara ya mmomonyoko wa maadili ndio Watanzania kutengana kama tulivyotenganyika hivi sasa. Ni Watanzania kugawanyika kama tulivyogawanyika hivi sasa. Ni Watanzania kupoteza ushirikiano wa upendo katika shida na raha. Ni Watanzania kupoteza mawasiliano ya kuaminiana. Mungu anasema tunayo nafasi ya kuliokoa taifa letu kama tutaendelea kuruhusu mmomonyoko wa maadili uendelee kuongoza na kutawala maisha ya kila siku ya Watanzania. Kama Watanzania tutakubali kuendelea kuwaziana mabaya, kutazamiana mabaya, kuneneana mabaya, kutendeana mabaya, kuonana kwa jicho baya, kuhusiana kwa mahusiano mabaya, kufanyiana maamuzi yasiyo ya haki na kusimamiana kwa misimamo isiyo ya haki, mbona mbele mimi naona dimbwi la damu? Naona dimbwi la damu. Mbona ninaona watu wakikatana wao kwa wao? Tusifike huko. Ni maombi yangu kwa kila Mtanzania atakayesikiliza ujumbe huu afahamu adui yetu ni mmoja, mmomonyoko wa maadili. Hatuna adui mwanadamu, hatuna adui Mtanzania mwenzetu. Ni kweli mmomonyoko wa maadili una tabia ya kuteka nyara baadhi ya watu na kuwatumia kinyume na wenzao. Kama ilivyo maadui mbalimbali wana tabia kuteka nyara baadhi ya watu na kuwatumia kuumiza wengine, ni mambo ya kawaida. Lakini sote tukiungana kupambana na mmomonyoko wa maadili, Tanzania yenye ustawi mkubwa inawezekana. Tanzania yenye maendeleo makubwa endelevu inawezekana. Tanzania yenye maisha bora inawezekana. Tanzania yenye maendeleo endelevu inawezekana. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa unyenyekevu kabisa naomba nikamilishe ujumbe huu wa kumtambulisha kwenu adui halisi wa ustawi, maendeleo, maisha bora na mafanikio yenu. Natamani acheni kuwaziana mabaya, acheni kutazamiana mabaya. Watanzania, acheni kuneneana maneno mabaya, acheni kutendeana matendo mabaya, acheni kuonana kwa jicho baya, acheni kuhusiana kwa mahusiano mabaya, acheni kufanyana maamuzi yasiyo ya haki, acheni kusimamiana kwa misimamo isiyo haki. Ni maombi yangu kila mwenye dhamana asimamie taifa letu kudumisha maadili mema. Ni maombi yangu kila mwenye dhamana asababishe taifa letu, wananchi wake wafikie muafaka wa kitaifa, muafaka wa kitaifa, makubaliano ya kitaifa ya kwamba tutajenga taifa la watu wanaowaziana mawazo mema, wanaotazamiana mema, wanaoneneana maneno ya amani, wanaotendeana matendo ya upendo, wanaoonana kwa jicho la upendo, wanaohusiana kwa uhusiano wa upendo. Muafaka ya kwamba tutajenga taifa la watu wanaofanyana maamuzi ya haki na kusimamiana kwa misimamo ya haki. Muafaka wa namna ya ujenzi wa taifa letu unahitajika haraka iwezekanavyo, ili tuweze kuwa na Tanzania mpya, Tanzania ambayo maadili yataongoza na kutawala. Ndugu zangu wapendwa, naomba nisiongeze mengine zaidi. Asanteni kwa kunisikiliza. Mimi ni Mtume Joseph Julius Goriama, na washukuru kwa kunisikiliza.